Nephew, mambo namna gani? Sasa leo jama leo nataka tuongee vitu fulani kuhusu afya. Tunajua tena mambo ya afya muhimu, maana kuna mambo watu wakwambia lazima ule vizuri, sijui lazima unywe vitu vizuri, sijui vitu gani ufanye mazoezi. Sasa leo na mimi na changamoto zenu na mimi nawapa vile vile na watu pia. Sasa kabla sijaendelea, wano nakaribia subscriber kama 50,000 hivi. Wano wanakuja haraka. Jamani wadhamini wangu au mkawaone, jiungeni pale, leta na wengine wengi. Sasa turudi kwenye topic ya leo. Unajua bwana, kuna siku nilikuwa najibishana na mwana mmoja. Mwanangu, mwanangu mimi nakwambia hamna kitu muhimu kama mazoezi, rafiki yangu. Kutembea kwenye kitu muhimu sana yani katika maisha yako yani. Unaona bwana, unakuwa fit nini? Nikamwambia mpo, kwa hiyo nataka kuniambia wafanyakazi wa posta wa UPS, sijui FedEx, sijui DHL, watu wa delivery, inaonekana kwamba wana afya vibaya sana basi. Maana yake jamaa wanatembea everywhere wale jamaa, siku 5 hadi sometimes siku 7 watu wa Amazon. Kama bwana mimi siamini kibao na waona wazembe. Naona bwana, lakini unajua sometimes hata kula yani unatakiwa ule vyakula vyenye afya yani. Nikamwambia kwa mfano nini? Kama samaki hawa nini? Nikamwambia bro, sikiliza bwana. Nyangumi yule pale anakula samaki tu na maji anayokunywa. Sasa bonge la kiumbe. Kaambia bwana, make sense. Njoo na habari mpya. Mimi nakwambia basi kama uamini, wewe toke amka asubuhi nini, wewe piga vichura nini, luka nini, afu fanye mambo yako. Mimi nakwambia utaishi miaka mingi. Nikamwambia una uhakika? Nakwambia. Nikamwambia unamjua sungura? Sungura atembei kivile, anaruka all day. Anaishi hadi miaka hii 5 na anakula majani kila mara. Nikamwambia mwanangu, dai habari yako naona bado wenyewe na utata. Inabidi uje na habari ndefu. Akaniuliza mimi, sasa unataka kuniambia nini? Nikamwambia kaka, mimi nikwambie kitu. Nikamwambia unamuona Kobe yule? Kobe hata kukimbia hawezi. Kutembea kwenye taratibu, hamna mazoezi yoyote anayofanya. Kile kiumbe kinaishi mpaka miaka 450. Nikamwambia kwa hiyo unavyoniambia mambo ya mazoezi bwana, lazima uwe na data za msingi nyingi. Kwa sababu unavyoziletea hizi na hizi zina ukweli, unanichanganya hapa kati. Niambie ni nini muhimu. Je, tukaishi hapo tukaendelea kupiga yale mambo yetu. Nikaona wewe kama bwana, sikiliza. Yani tuweke mambo, tuendelee kuishi. Najitetea. Acha ujinga, fanya mazoezi wewe. Umeanza kukubaliana na maujinga. Anyway, lakini bwana, ina make sense topic hii. Sasa uko na ushauri lazima ujue na majibu yake. Ukileta tu wewe kuna watu na maswali pembeni huku wanataka majibu. Nimekuchanganya, kichwa kimechanganyikiwa sasa hivi. Haya basi tumalizie na kale kitu ketu. Ona wazembe wanavoditetea. Haya nimewakubali, sawa, baadaye.